فإذا أردت أن تكون سلفيا حقا فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل. رسالة في الوضوء والغسل والصلاة جاء فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. Lakini kabla ya kuingia ndani ya kitabu chetu, tulikuwa tukumbushane katika yale ambayo yanafungamana na umuhimu wa jambo la kutafuta elimu ya kisheria. Kutafuta elimu ya kisheria ni jambo ambalo ndani yake kuna fadhila kubwa sana. Fadhila ya kwanza ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Allah aliposema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah huwanyanyua wale ambao walioamini miongoni mwenu, kwa maana waumini watakuwa wanapishana daraja zao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawatakuwa daraja moja mbele ya Allah. Kuna wengine daraja zao zitakuwa juu kuliko wengine kwa sababu ya imani. Lakini Allah akasema walladhina utul ilma, na wale ambao wamepewa elimu darajat watakuwa na daraja zilizokuwa juu kabisa, yani kuwashinda wengi. Watukufu katika imani, amepokea al-Imam Abu Daud katika sunan yake, kadhalika al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam Ibn Majah, kadhalika al-Imam Ahmad, wa hadithi ambayo ameisimulia sahaba Abi Darda radiyallahu anhu أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومكتوب عليه الصلاة والسلام ومسيما من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. مكتوب عليه الصلاة والسلام أنسيما من سلك طريقا yoyote atakayeongoza njia yatlubu fihi ilman, akawa anatafuta katika njia hiyo ambayo ameiongoza elimu, kwa maana akafuata, yani akakata masafa, lengo lake kule anapokwenda ni kutafuta elimu, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema salaka Allahu bihi tariqan min turuqil janna, Allah atamuongoza mtu huyo kwenye njia miongoni mwa njia za peponi. Kwa faida ya kwanza, yule mwenye kutafuta elimu siku ya kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza njia ya kuelekea peponi. Lakini si hilo tu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam wa innal malaikata, na kwa hakika pia malaika la tadau ajnihataha, malaika huwa wanashusha mbawa zao ridan li talib al-ilm, kumridhia yule mwanafunzi mwenye kutafuta elimu, kumridhia mwanafunzi mwenye kutafuta elimu. Kwa wanateremsha malaika mbawa zao kumridhia yule ambaye mwenye kutafuta elimu. Akasema wa innal alima, na kwa hakika mtu mwenye elimu la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ardh, wanamuombea yeye msamaha
viumbe ambavyo viko mbinguni, kwa maana malaika wanamuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa man fil ardh, na viumbe vilivyokuwa ardhini pia vinamuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule mwenye kubeba ilmu. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, walhitanu fi jawfi alma, na samaki aliye ndani ya tumbo la maji, yani alikuwa ndani ya maji, pia anamuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye mwenye kubeba ilmu. Akasema fa inna fadla al-alim ala al-abid kafadli al-qamar laylat al-badr ala sa'ir al-kawakib. Anasema na kwa hakika ubora wa mtu mwenye elimu ala al-abid, kwa yule mwenye kufanya ibada. Yani kufiwa kuna watu wawili, mmoja yeye kazi yake ni kutafuta elimu, lakini mwingine yeye kazi yake ni kufanya ibada tu, anafanya ibada nyingi sana. Lakini mwingine anatafuta elimu, lakini huyo mwenye kufanya ibada yeye anafanya ibada kwa kile kiwango cha ile elimu yake aliyokuwa nayo katika zile ibada, lakini hajui masaili mengi ambayo yanahusiana na furuu sharia, yale matawi ya kisheria hajui. Sasa huyu mwenye kutafuta ilmu au huyu mwenye ilmu, ubora wake kwa yule ambaye mwenye kufanya ibada, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kafadli al-qamari laylat al-badri ala sa'ir al-kawakib. Ubora wake ni kama mfano wa mwezi kwenye usiku wa masiku meupe, yani masiku meupe katika mwezi mdani. Kiswahili wanasema hivyo, mwezi mdani, kwa maana mwezi tayari ile duara lake limekamilika kamili, kuanzia mwezi 13, 14, 15 kuna mbele, na kunakuwa kuko kweupe kiasi ambacho ule mwanga ambao unatolewa na mwezi ni mkubwa kuliko ule mwanga unatolewa na nyota zote. Sasa anasema ubora wa mtu mwenye elimu juu ya yule mwenye kufanya ibada ni kama mwezi katika yale masiku meupe ala sa'il kawakibi, ukilinganisha na nyota nyingine. Tuonesha kwamba nyota nyingine mwanga wake hausaidii chochote ukilinganisha na mwanga wa mwezi katika kipindi kile cha masiku meupe. Kisha akasema wa innal ulama warathatul anbiya, na kwa hakika wanawazuoni, yani watu wenye elimu, ni warithi wa manabii. Kama watu duniani, mtu amezaliwa na mzee wake, akifa yule mzee wake yeye anakuwa ni mrithi, au wewe ukifa mtoto wako ni mrithi, anakurithi. Lakini elimu kutokana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba jambo la elimu halirithiwi. Ilmu aliyokuja nayo manabii hairithiwi, yani manabii hawarithiwi chochote isipokuwa ilmu aliyokuwa nayo. Kwa innal ulama, na nani wenye kurithi ilmu aliyokuwa nayo manabii? Ni wanazuoni. Wa innal ulama warathatul anbiya, na kwa hakika wanazuoni ndio warithi wa manabii, warithi wa mitume. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hakika hawa manabii hawakuwarithisha watu dinari wala dirham, kwa sababu ndio thamani ya mali ambazo zilikuwa katika wakati huo. Mtu akifa ima ameacha dinar na dirham na nyingine katika amwali, lakini manabii hawakuwarithisha watu dinar wala dirham. Warathu al-ilma, wao wamerithisha elimu.
faman akhadahu, yule ambaye atakayechukua elimu, akhadha bihaddin wafirin, amechukua fungu lililotimia katika fungu la urithi wa mtume. Mara moja siku moja alikuwa ni Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu, alikuwa yupo pamoja na wanafunzi wake katika halqa akiwasomesha. Akapita bwana mmoja akamuuliza, mwafanyaje hapo? Akamwambia, tunagawana urithi wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa kitendo cha kukaa katika hilaqul ilm, kwenye vikundi vya elimu ambazo watu wanasomeshana, basi vikao hivi ni vikao vya watu kugawana urithi aliyouacha mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo man akhadahu, yule ambaye amechukua elimu, akhadha bihadhin wafir, amechukua fungu lililokuwa kamili ambalo amelirithi kutoka kwa nani? Mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu yeye ni asli ya elimu. Asli ya elimu yote ya kisheria inatoka kwa mtume alayhi salatu wassalam. Hadithi nyingine ni hadithi ambayo ameisimulia sahaba Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katika hadithi ambayo amepokea Imam Muslim katika sahihi yake. يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, majtamaa qaumun, hawatokusanyika watu au hawakukusanyika watu, fi baitin min buyutillah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Na tukizungumzia nyumba za Allah maana ni almasajid, misikiti. Wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Kwa hizi ndio nyumba za Allah subhanahu. Kwa mtume anasema hawakusanyiki watu fi baitin min buyutillah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yatluna kitab Allah, wakawa wanasoma kitabu cha Allah ambayo ni Qur'an, wayatadarasunahu fima bainahum, na wakawa wanasomeshana wayatadarasunahu fima bainahum, na wakawa wanasomeshana katika yale ambayo yapo baina yao. Illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa juu yao huteremka utulivu. Na rehema inakuwa inawafikia. Wadhakarakumullah fi man inda, na Allah huwa anakuwa na wataja watu wale kwa wale ambao wako mbele, wako kwa kile Allah subhanahu. Viumbe ambao wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni malaika. Kwa maana kwa kule kukaa kwako msikitini, kama mnasomeshana katika yale ambayo yanahusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi malipo yake mnateremkiwa na utulivu. Kadhalika malaika wanakuwa wanawazunguka, wahafat alayhi almalaika wa dhakarahum Allah fi man, na Allah anawataja watu ambao walifanya jambo hilo fi man inda, kwa wale ambao wako kwa yeye Allah subhanahu, ambao ni malaika. Kwa hiyo kila kundi, yani vishungu au viungu hivi vya watu wanakaa kwa ajili ya kustahili, ndani yake kuna fadhila kubwa sana ambayo kama tulivyokuwa akimtaja Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi mbalimbali. Na kitabu chetu
hiki ambacho tunajifunza nacho risala الوجود والحكم والصلاة. risala ambayo inazungumzia kuhusiana na masala mazima ya hukumu, kadhalika na al-ghusl, yote namna ya kuoga na yote ya kisheria, wasala na swala. Ima kwa Kiarabu, kama vile anaweza kuandika Kiarabu au anaweza kuandika kwa Kiswahili, ili zile faida ambazo zinatajwa katika darasa zisimpite. Neno al-wudhu min al-wadaa, wanasema linatokana na neno al-wadaa, wa hiya al-husn wal-bahja wal-nadhafa. Neno al-wadaa ndio neno al-wudhu, linatokana na neno al-wadaa. Al-wudhu min al-wadaa, wa hiya al-husn, maana yake ni uzuri, wal-bahja, al-wadaa ni uzuri na kule kumeremeta, wal-nadhafa na usafi. Kwa ndipo lilipochukuliwa neno al-wudhu. Wal-wudhu bi-dhammi, na neno al-wudhu linasomwa kwa kutiwa dhamma. Ukisoma kwa kutiwa dhamma, maana yake ni fi'lu al-wudhu, ni kile kitendo cha kutia udhu. Ndio ukisoma kwa dhamma al-wudhu. Lakini pia yani kwa kutia dhamma wao, bi dhammi al-waw, al-wudhu. Ukisoma al-wudhu bi dhammi al-waw, maana yake ni fi'lu al-wudhu, ni kile kitendo cha kutia udhu. Kadhalika pia neno hili linasomwa bi fathi al-waw, bi fathi al-waw, linasomwa kwa kutia fatha waw. Pia linasomwa al-wudhu. Kwa ukisoma al-wudhu, maana yake ni al-ma'u al-mu'addu lil-wudhu, ni maji yaliyoandaliwa kwa ajili ya kutia udhu, yanaitwa al-wudhu. Kwa kuna tofauti kati ya al-wudhu na al-wudhu. Ukitia fatha wao tayari ushabadilisha maana, haina maana tena ni fi'lu al-wudhu. Ukitia dhamma wao au ukaisoma al-wudhu, maana yake ni fi'lu al-wudhu, ni kile kitendo cha kutia udhu. Lakini ukisoma bi fathi al-waw, bifathi al-waw, kwa kuitia fatha waw, maana yake ni al-ma'u al-mu'addu lil-wudhu, ni yale maji yaliyoandaliwa kwa ajili ya kutia udhu, sawa yakiwa katika ndoo, yakiwa katika hodi, yakiwa katika sintenki. Kwa maana kama maji yale yamewekwa kwa ajili ya kutia udhu, yanaitwa al-wudhu bifathi al-waw, na kile kitendo fi'lu al-wudhu kinaitwa al-wudhu, kitendo cha kutia udhu. Wal-mudha'a au wal-midha'a, al-midha'a bikasri al-mim, pia kuna neno linaloitwa al-midha'a kwa kutia kasra mim, maana yake ni al-mawdi'u alladhi yutawadda'u fi, ile sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya kutilia udhu inaitwa al-midha'a katika lugha ya Kiarabu. Hayo utapata ukirejea katika kitabu kinachoitwa As-Sihah, kitabu As-Sihah lil-Jawhari, moja katika wanachuoni wa lugha, kwenye juzuu ya kwanza ukurasa 81. Kadhalika hayo pia maelezo kama hayo utapata katika Lisan al-Arab cha al-Imam Ibn Mandur, kusoma juzuu ya kwanza ukurasa 194, pia ameeleza kwamba neno al-wudhu ukilisoma kwa dhamma maana yake ni fi'lu al-wudhu, na ukilisoma kwa fatha ukasema al-wudhu maana yake ni al-ma'u al-mu'addu lil-wudhu, yale maji yaliyoandaliwa kwa ajili ya kutia udhu. Amma al-wudhu istilahan, ama neno udhu kwa istilahi ya kifiqh, wanasema maana yake ni at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla,
بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. معنى التعبد لله kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoenda kutiaudu ni ibada. Kutiaudu ni ibada. Kwa at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla ni kumwabudia Allah azza wa jalla bighasli a'dha'i makhsusa, kwa kukosha viungo maalum ala sifati makhsusa. Na kukosha kwenyewe kuna koshwa kwa sifa maalum. Kukosha viungo vilivyokuwa maalum ala sifati makhsusa, kwa sifa iliyokuwa maalum. والمصنف رحمه الله نسمع الوضوء. الوضوء طهارة واجبة. وضوء طهارة واجب من الحدث الأصغر، كتكان حدث ndogo. هذا كيف نصلي؟ ما هو الحدث الأصغر؟ نيجي حدث ndogo. حدث ndogo هو كل ما يوجب الوضوء. kila jambo ambalo lenye kuwajibisha kutia udhu, basi hiyo ni alhadath al-asghar. Akasema kalbauli, kama vile haja ndogo, yani kutokwa na haja ndogo. Na aliposema kalbauli haina maana ya kwamba ile haja ndogo ambayo imemwingia mtu akiingiwa na haja ndogo katika mwili wake au nguo yake, udhu haujatenguka, isipokuwa unatenguka ikiwa ile haja ndogo imemtoka yeye. Lakini ikiwa amemwingia anakwenda kukosha tu ile najisi, kwa sababu najisi haitengui udhu. Unakosha udhu wako kwa pale pale. Kwa kalbauli kama vile haja ndogo, walghaiti na haja kubwa. Ikimtoka mtu haja kubwa tayari ameshapata alhadath al-asghar. Warihi na kutokwa na upepo, vile vile ni jambo ambalo linamwajibisha mtu kutia udhu pale ambapo atakapokuwa anahitaji kufanya ibada ambayo haipaswi kufanya ibada hiyo isipokuwa lazima mtu achukue udhu. Wanaum al-amiq, na usingizi totoro, ndio Kiswahili fasaha. Yani mtu kalala mpaka kwamba kile kinachofanyika pembezoni mwake hatambui kimefanyika nini. Yani kalala mpaka lau kama ungemuuliza kwani kulikuwa kuna nini au mtu fulani kasema nini, basi hatambui kwamba yule mtu amesema nini. Huo unaitwa an-nawmi al-amiq, kwa maana usingizi totoro. Wa akli lahmi al-ibli, kadhalika nakula nyama ya ngamia. Pamoja na kwamba jambo hili kuna khilafu, lakini Sheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ameleta pia ni katika mambo ambayo yanapelekea mtu kupata al-hadath al-asghar, kupata na hadath ndogo. Kwa maana akiyafanya au nikimpata moja katika haya ambayo tumeyataja, basi udhu wake utakuwa umechenguka. والوضوء طهارة واجبة. وضوء طهارة واجب من الحدث الأصغر، كتكان حدث نوب كالبول كما في حاجة نوب، والغائط حاجة كبرى، والريح نبتوك ونوبيكو، والنوم العميق نو سنجيزي تطور، وأكل لحم الإبل نقول nyama ya ngamia. Kabla ya kuendelea na kaifiatul wudu, kabla ya kuendelea na kaifiatul wudu, Sheikh Masudi mudawadhana kufika tanishtua. Kabla ya kuendelea na fasu nyingine ambayo al-musannif rahimahullah ta'ala ameeleza kaifiatul wudu, namna ya kutia udhu, kwanza tutaelezana kuhusiana na mawasinu
mashru'iyyat alwudu, sehemu ambazo udhu umekiwa sharia. Ni sehemu gani ambazo udhu umekiwa sharia? Yule ambaye anayetaka kutia udhu, udhu umekiwa sharia katika sehemu hizo. Basi tusimama mpaka baada ya adhan. Tulianza kama katika fasli ya kwanza al-wudu, na tukasema kwamba al-wudu min al-wadaa, na al-wudu linatokana na al-wadaa wa hiya al-husn wal-bahja wal-nadhafa, na maana yake ni uzuri na mbeleleto na usafi, kutokana na neno al-wudu. Atkasema al-wudu linasoma bidhammi al-waw, bidhammi al-waw kwa maana fi'lu al-wudu, kile kitendo cha kutia udhu. Kwa bifathi al-waw al-ma'u al-mu'addu lil-wudu, kwamba tukisoma kutia fatha waw al-wudu maana yake ni maji yaliyoandaliwa kwa ajili ya kutia udhu. Na pia tukasema al-wudu maana yake ni katika istilah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla bighasli a'dha'i makhsusa ala sifatin makhsusa, ni kitendo cha kumwabudia Allah azza wa jalla kwa kukosha viungo maalum kwa sifa iliyokuwa maalum. Hiyo ndio maana al-wudu. Tutakwenda kurejea na al-wudu imesema ni taharatun wajiba min al-hadath al-asghar كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل. الوضوء ni tahara iliyokuwa wajibu kutokana na hadathi ndogo. Tumesema hadathi ndogo ni nini? Kullu ma yujibu alwudu, kila jambo lenye kuwajibisha kutia udhu. Na ameyataja al-musannif rahimahullah kalbauli, kama vile kutokwa na haja ndogo, walghaidi na haja kubwa, warihi na kutokwa na upepo, wanaum al-amiq na usingizi totoro, wa akli lahmi al-ibil na kula nyama ya ngamia. Kwa haya ni katika mambo ambayo ni kutambua udhu, na moja katika haya ambayo ameyataja al-musannif rahimahullah, mtu likimpata ni lazima au tunasema atakuwa amepata na hadathi ndogo. Kwa hiyo akitaka kufanya jambo ambalo linawajibisha kwa kile lazima atie udhu, basi atawajibika kutia udhu. Na tukasema kabla ya kuingia katika kaifiyatu udhu, tuangazie mawaqif mashru'iyyat al-wudu, sehemu ambazo zimewekewa sheria kutia udhu, sehemu ambazo zimewekewa sheria kutia udhu. Sababu risala yetu hii ni mukhtasar, imewekwa kwa ufupi. Kwa hiyo al-musannif hakutaja mambo mengi kwa sababu ili kumwepesishia yule mwanafunzi ambaye ndio kwanza anaanza. Mtu anaanza hataki kubeba mambo mengi, sababu akibeba mambo mengi ile elimu yenyewe ataona nzito. Kwa hiyo maana amefupisha vitu vingi sana. Kwa hiyo na sisi tutaenda kulingana na huu ufupisho wake, lakini tutakuwa tunaongezea nyama baadhi ya mambo. Kwa hiyo katika sehemu ambazo sheria ya Uislamu imeweka jambo la kutia udhu, kuna al-wudu lil-adhan, udhu kwa ajili ya kusoma adhan. Wanasema ahlul ilm yustahabu al-wudu lil-adhan, panapendezeshwa kutia udhu kwa yule mwenye kusoma adhan, kwa ajili ya kusoma adhan, lakini sio wajibu, sio wajibu kwa hili, lakini ni jambo ambalo mustahabu, linapendezeshwa. Kadhalika vile al-wudu lis-salah, udhu kwa ajili ya sala, wa hadha shartu li sihhati as-salah, na jambo hili ni sharti la kusihi sala.
sala haisihi ikiwa mtu atakuwa hana udhu. Kadhalika sehemu ya tatu katika sehemu ambazo pamewekewa sheria kutia udhu ni tajdidu alwudhu'i likulli salah. Tajdidu alwudhu'i likulli salah, kurejea udhu au kutia upya udhu katika kila sala. Wanasema ahlul-ilm yusannu tajdidu alwudhu'i likulli salati, panasuniwa kurejea udhu katika kila sala, kwenye kila sala kurejea udhu. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. na jambo hili kwa makubaliano ya wanawachuoni wa fiqh wa madhhabu nne: al-Hanafiyyah wal-Malikiyyah wash-Shafi'iyyah wal-Hanabila. madhhabu ya wafuasi al-Imam Abi Hanifa, kadhalika wafuasi al-Imam Malik na wafuasi al-Imam Shafi'i na wafuasi al-Imam Ahmad. wanasema kwamba jambo la mtu kurejea udhu hata kama hujamtoka akaenda kutia tena, jambo hilo limesuniwa, lakini sio wajibu. Anaweza udhu wake ambao alikuwa nao katika sala mawili akasali na udhu ule katika sala ya isha, lakini kufanya tajdid alwudu likulli salati, jambo hili ni jambo ambalo masnun, limesuniwa katika sharia. Vile katika sehemu nyingine ambayo pamewekewa sheria kutia udhu ni alwudu li salati aljanaza, kutia udhu kwa ajili ya kusali sala ya jeneza, kwa ajili ya kusali sala ya jeneza. Na kama tunafahamu kwamba alwudu shartu li sihhati as-salah, kwamba udhu ni shartu la kusihi sala. Kwa hiyo sala ya jeneza nayo pia ni katika sala, kwa hiyo ni shartu li sihhati salati aljanaza. Udhu ni sharti katika kusihi sala ya jeneza. Sehemu nyingine ambayo pia pamesuniwa, au sehemu ya tano ambayo pamesuniwa pia kutia udhu ni, au pamewekewa sheria kutia udhu ni alwudu lisijda tilawa au lisujudi tilawa. Ni udhu wa sijda ya kisomo, yaani mtu anaposoma Qur'an atafika sehemu ile ambayo ya kusujudu, basi anatakiwa sujudu akiwa ni mwenye udhu. Lakini jambo hili litana kwa ulama fi ishtirak alwudu fi sujudi tilawa ala qawli. Wanazuoni wametofautiana juu ya kuingia sharti kutia udhu katika sijda ya kisomo juu ya kauli mbili. Kauli moja inasema ni ishtirak, kwamba ni sharti katika sijda ya kisomo lazima mtu asujudu akiwa na udhu. Wa adam alwudu, wengine wakasema kwamba haipasi mtu kutia udhu, sio wajibu, kwa sababu mtu anaweza kusoma Qur'an akawa hana udhu, akafika sehemu ya sijda tilawa, anasema wanaona kwamba atasujudu, sababu ile sio sijda ya sala bali ni sijda ya kisomo. Kwa ni masala ambayo wanaochuoni wanaikhtilafiana. Wako wengine wanaona kwamba ni sharti na wako ambao wanaona kwamba sio sharti. Na masala kama haya yenye khilafu za wanaochuoni katika namna kama hii, basi mtu anachagua kauli yoyote ambayo anaiona kwa kuwa ni kauli yenye nguvu. Na jambo la sita, japokuwa nimeorodhesha mambo zaidi ya 10 katika sehemu ambazo awaqid mashru'iyatul wudu, sehemu ambazo kumewekewa sheria kutia udhu, lakini leo tutaangalia mambo 6 na mengine tutakuja kuendelea katika darasa la kesho insha Allah taala. Jambo la 6 ni alwudu lit-tawaf, kutia udhu kwa ajili ya kufanya tawaf, kutufu al-Kaaba. Na jambo hili ajmaa ahlul-ilm على مشروعية الوضوء في الطواف، ومكبريان ونوشون بقول الإجماع juu ya kuingia sheria jambo la kutia udhu katika tawafu, katika kutufu al-Kaaba. Wakhtalafu fi luzumi, lakini wakakhtilafiana wanawachuoni kuhusiana na kulazimiana na ule udhu.
je, utakapokuwa umetia udhu na ukaanza tawafu, je, ukikutoka ule udhu ukatia mwingine, au utaendelea muda wa kwamba ulianza hali ya kuwa una udhu? Haya ni masala ambayo wamelafiana na wanachuoni. Baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba hakuna ulazima wa kulazimiana na ule udhu mpaka umalize tawafu, lakini pale mwanzo unapoanza unatakiwa lazima utie udhu. Lakini wengine wako waliona kwamba ikiwa unatakana ulazimiane nao ule udhu mpaka utakapomaliza ile tawafu. Masala ambayo ina khilafu baina ahli ilm. Sawa, masala yamebakia haya sababu nimeorozesha kama masala 11. Kwa leo tutaishia kwenye hili la 6 katika sehemu ambazo zimewekewa sheria mtu kutia udhu. Kwa hiyo leo tutaishia hapa billahi subhanahu wa ta'ala, na tutaacha nafasi kwa ajili ya maswali. وفق الله. تفضل.